Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamu ala ibadihi alladhina istafa wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah rabbul ardina was samawati al-ula wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mujtaba shahadatan arju biha an-najata wal fawza fil akhirati wal ula wa sallallahu wa sallama وبارك على المبعوث رحمة للخلق أجمعين وهدى لأولي النهى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا الهلكة ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين بحسن الاهتداء والاقتداء أما بعد إخوة الإيمان والإسلام. Tunaelezea mambo yaliokuwa muhimu katika islahul mujtami' ili jamii yetu ipate kuwa ni salama zaidi. Kuna mambo ambayo nataka kuelezea, na haya ni mambo manne, yaweza kuwa zaidi ya manne, lakini haya nataka kuelezea yatakuwa ni manne. Jambo la kwanza ni kudhibiti ulimi. Tujitahidi sana na kudhibiti ulimi zetu, tuwe tunaongea mambo yaliokuwa ni mazuri, na ikiwa hatuna mambo mazuri basi itakuwa vizuri kama tutanyamaza. Tunyamaze kuliko kuongea mambo yasiokuwa mazuri. Na hili linanukuliwa kutoka kwa Abi Huraira radhiallahu anhu, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yoyote aliyokuwa na akili timamu, amemwamini Mwenyezi Mungu na akaamini siku ya mwisho, faliyakul khaira au liyasmut, basi aseme yaliyokuwa mazuri au nyamaze. Kwa hiyo utaona au yatumika katika takhayiri, ima useme jambo zuri, kama huna jambo zuri basi ni bora ukanyamaza. Na hadithi hii inapatikana katika kitabu cha Imam Bukhari na Muslim. Jambo la kwanza. Jambo la pili ni tarkul fudul, kuacha udadisi, kudodosa mambo, ni katika mambo yaliyokatazwa katika mujtamai zetu, katika jamii yetu. Na hili linanukuliwa kutoka kwa Sayyidina Abi Hurairah radhiallahu anhu amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani, min husni islamil mar'i, katika uzuri wa Uislamu wa mtu, yani uzuri wa Uislamu wa mtu, tarkuhu ma la yanihi, ni kuacha yale ambayo yasiyomuhusu. Na utaona hadithi hiyo katika Sunani at-Tirmidhi inapatikana ya kuelezea tarkul fudul, yani kuacha yale ya mambo ya udodosi, mambo haya kuhusu, basi ni vizuri ukayaacha. Tayib, katika jambo la tatu ni dhabtun nafsi, ni katika kuidhibiti nafsi. Unatakiwa umiliki nafsi yako kwenye nini? Katika ile mambo ambayo yanaweza kukukasirisha, ukaweza kufanya jambo lolote ambalo litakuwa ni hatari katika wewe au hata katika jamii yako. Na hili linanukuliwa pia kutoka kwa Sayyidina Abi Huraira radhiallahu anhu. Sayyidina Abi Huraira anasema anna rajulan qala linnabi sallallahu alayhi wasallama, hakika mtu alisema kumwambia bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, auswini, ni usie mimi ya Rasulullah. Basi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amemjibu kumwambia la taghdab, usikasirike. Basi yule bwana aliendelea kuuliza swali hilo, au swini ya Rasulullah, na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliendelea kumwambia la taghdab, yani usikasirike. Yaonesha mtu yule labda alitaraji angeambiwa jambo kubwa kwa upande wake, lakini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameona jambo kubwa zaidi la kumuhusia mtu yule aliyokuwa ameuliza, ni kumwambia la taghdab, usikasirike. Na ni hakika ikiwa tutaweza kujiziwia nafsi zetu na hasira, basi tutaweza kufanikiwa mambo mengi. Kadhalika tunaweza tukafanya mambo mazuri mengi, kwa sababu tumejiziwia na zile hasira ambazo tulizokutana nazo au tuliosababishwa na watu wengine, tumesababishiwa. Tayib, hadithi hii pia imepokelewa na Imam Bukhari katika kitabu chake cha Sahihul Bukhari. Jambo la nne na ni jambo la mwisho ambalo nalokusudia kumalizia katika kuangalia jamii yetu ili ikae sawa, ili tuweze kuishi vizuri
katika jamii yetu ni kuzingatia mambo manne. Ni salamatul qalbi, ni kuwa na moyo mzuri. Ikiwa tutakuwa na mioyo mizuri ya kupendeleana mazuri, basi itakuwa katika jitamii zetu tunafanya mambo mazuri na tunaishi vizuri. Na hili linanukuliwa kutoka kwa Abi Hamzata au Abu Thumama au Anas ibn Malik. Yote ni majina yake. Anas ibn Malik, huyu alikuwa ni sahaba na alikuwa akimtumikia bwana mtume sallallahu alaihi wasallama. Huyu ni katika al-Khazraji al-Ansari radhiallahu anhu wa arda. Huyu alikuwa amesuhubiana sana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallama, lakini pia alikuwa ni mtumishi wake au msaidizi wake, na alikuwa karibu yake sana, jamaa yake sana katika kabila hiyo au jamii hiyo. Ni katika Banu Najari. Hawa Banu Najari ni wajomba zake Abdul Muttalib, ambaye ni babu wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama mnavyofahamu, baba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaitwa Mzee Abdullah. Baba yake alikuwa ni Abdul Muttalib. Kwa hiyo Abdul Muttalib alikuwa ni babu wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na kadhalika alimlea mjukuu wake baada ya kuwa alizaliwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam bila kumuona baba yake. Tayib. Lakini pamoja na hivyo, Anas ibn Malik ambaye ni msaidizi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na ni sahaba wake pia na ana ujamaa pia, utaona alimtumikia bwana mtume 10 sinin, ilikuwa ni miaka 10 amekaa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa karibu yake. Tayib, ndio anayesema maneno haya. Maneno yenyewe anasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani, kasema nini? Anasema la yu'minu ahadukum, hatakuwa na imani yoyote kwenu nyinyi, hata yuhibba li akhihi, mpaka awe amempenda ndugu yake au amempenda jamaa yake au amempenda jirani yake, li akhihi, ndugu yake. Na kama mnavyojua, ukhwatul iman umekuwa na nguvu zaidi kuliko ule ukhwatul nisba wa kinasabu. Kwa utaona ndugu yako ni yoyote alikuwa na imani na wewe, lakini hata wale waliokuwa mbali na wewe pia wanaoingia katika ukhwa, katika undugu. Asema nini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Inatakiwa ili uwe na imani ya sawa sawa, umpende ndugu yako kama vile au vile ambavyo wewe unavyojipendelea. Kama utakuwa unapenda wewe uwe tajiri, basi mpendelee na ndugu yako awe tajiri. Kama wewe utakuwa unapenda utulivu, basi hakikisha na ndugu yako awe na utulivu. Kama wewe utapendelea kuwa na kula mambo mazuri mazuri, kufurahi mambo mazuri mazuri, basi kadhalika uwe unampendelea na mwenzio. Kwa hiyo utaona hii ndio inaitwa salamatul qalbi, tuwe na mioyo mizuri ya kupendeleana mazuri. Na kadhalika kama tulivyoashiria kule mwanzo, tusiwe tunaudhiana zaidi. Kama wewe hupendi kuudhiwa, basi na wewe usimuudhi ndugu yako. Kama wewe hupendi kujuta, basi usisababishe na wewe mwenzio akajutia katika ile mambo yasiyokuwa mazuri. Hadithi hii pia inapatikana katika Sahihul Bukhari na Sahihu Muslim. Kwa haya wapendwa ndugu zangu Waislamu na wale ambao sio Waislamu ambao mmesikiliza maelezo haya, mafundisho haya, ni kwamba ili tuwe na jamii iliyokuwa nzuri, ikiwa tutaangalia haya mambo manne ya kudhibiti ulimi, lakini kadhalika kuacha kudodosa mambo, kadhalika kudhibiti nafsi na kuwa na mioyo mizuri, tutakuwa tumeishi katika jamii nzuri. Kwa haya naomba Mwenyezi Mungu ajalie tuwe wenye kusikiliza na kuyatenda. Tumeshayasikiliza, basi tuyafanyie kazi. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufikisha ujumbe huu wenye manufaa ambayo yataendelea kwako, na wewe pia utayapeleka kwa wengine, na wengine wakisikiliza wawapeleke kwa wengine, yawe ni yenye manufaa. Wa hadha, assalamu alaikum wal afwa minkum.